Huwezi kuwa mwema kwa Mungu kama hujawa mwema kwa watu nao waona. Kuwapenda watu, kuwatia moyo watu, kuwainua watu, kuwasaidia watu, kuhakikisha uchumi wa watu unaenda vizuri. Huyu ana nyumba, huyu ameolewa, huyu ana kazi, huyu ana watoto, aliyeachwa amepata faraja, yatima wanakula, wajane wanasaidiwa. You cannot save God if you cannot save the people you see. Huwezi kumtumikia Mungu kama huwezi kuwatumikia wanadamu wale unaowaona kila siku. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu maana yake ni mtumishi wa watu wa Mungu. Umenielewa? Umenielewa? Kwa hiyo ukisema namtumikia Mungu, ukitaka uwe mwalimu utafundisha watu, uwe mhubiri utahubiria watu. Mungu akutumia kwa miujiza ya kuponya, utaponya watu. Mungu akutumia, lakini wale unaowaponya nyumbani hawana maji ya kunywa. Amepona sawa, lakini maji ya kunywa hayapo. Amepona sawa, lakini hana umeme nyumbani kwake. Amepona sawa, lakini hana chakula. Amepona sawa, lakini hana uwezo wa kutibiwa. Kwa hiyo watu wale ambao tunao katika nchi ndio wale ambao tunawaombea katika jina la Yesu. Mungu akufungulie mlango, ujenge nyumba. Lazima viwanja viwe vinapimwa mahali, vinauzwa mahali. Katika jina la Yesu, Mungu akufungulie mlango, angalau na wewe ndani ya nyumba yako weke bomba la maji. Lazima DAWASA wawe na maji ili hilo jambo liwezekane. Katika jina la Yesu nakuombea, ukienda hospitali utibiwe hii kifua kikuu, lazima dawa ziwe zinapatikana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu basically ni mtumishi wa watu ambaye ametumwa na Mungu kuwatumikia watu, na bila kutegemea faida kutoka kwao, akitegemea kwamba Mungu atamlipa kwa wakati wake na kwa saa yake. Na ndiyo maana mtumishi yote wa serikali, kwa maana ya ama mkuu wa wilaya ama mkuu wa mkoa ama rais ama yeyote au katibu tarafa au afisa wa kata yeyote au wa taasisi yoyote, ujue kwamba pamoja na kwamba unatumikia hiyo taasisi, lakini ndani yake kuna makusudi fulani ya kimungu ya kuyafanya maisha ya watu yawe bora, na huo ndio utumishi.